Tukisonga mbele ni kwamba polisi katika eneo la Kabete wanaendelea kumsaka mmiliki wa baa baada ya mteja kudhaniwa kushambuliwa ndani ya baa hiyo kabla mwili wake kupatikana baadaye akiwa amefariki katika eneo hilo. Tukio hilo limezua hasira, hofu miongoni mwa wakazi ambao wameandamana kutaka baa hiyo ifungwe, wakilaumu kwa kuwa chanzo cha uhalifu na unywaji wa pombe kupita kiasi. Wakazi pia wameibua hoja kuhusu kuongezeka kwa idadi ya mabaa na maeneo ya uuzwaji wa pombe haramu, wakisema upatikanaji rahisi wa pombe umechangia kuongezeka kwa unywaji kupita kiasi miongoni mwa vijana. Sasa wanataka ushirikishwaji wa wananchi ufanyike kwa upana kabla ya kutolewa kwa leseni na kuanzishwa kwa mabaa katika eneo hilo. Hizo vilabu zote zifungwe, wawe wakiuzua pesa pombe ya bei kali. Mwenye hana pesa anatulia, ana save pesa zake. Juu kukiuzwa ile pombe isiyo haramu, hawataweza kujinunulia. Sasa hii pombe ya pesa kidogo wanawekewa, wanaenda wanalewa vibaya, tena inanuka vibaya sana, unashindwa hiyo ni nini amekunywa. Tumenyamaza, tunaona watoto wetu ni kuisha wanaisha. Mmoja hata hajazikwa, mwingine amekufa. Tunaomba katika ile bodi yote inapeana license ya filabu ifujwe, kukuwe na bodi ingine mpya, na tuitwe barasa wananchi, tukuje tujadiliane tunataka vilabu gapi katika hii center, ama hatutaki kilabu hata mmoja katika area yetu, watu wakae vile walivyo. Tuwe tunaitwa kwa public participation, tunahusishwa, ndio wakati klabu inapewa license tunajua ni pombe gani watakuja kunukuza na ni masaa magani wanafaa kukua. Iwe chache kama 2-3 hivi, na wale watengeneza pombe mbovu ondolewa hapa. Tukiangazia sasa elimu, ni kwamba shule ya Gatoto bado haijarejelea shughuli zake kama